Mimi kwa jina naitwa Mchungaji Christian Ndosa, ni askofu wa KKKT Diocese ya Dodoma. Na mshukuru Mungu sana aliyetupa neema ya kufika kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi tunapotafakari mateso ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na hasa ningependa kuzungumzia hasa katika juma hili ambalo tunaliita ni Juma Takatifu. Tunapita katika hatua mbalimbali za hatua alizopitia Bwana wetu Yesu Kristo hata kutupatia ukombozi kamili na kutupa msamaha wa dhambi zetu kwa njia ya kifo chake pale msalabani. Kwa hakika katika kipindi hiki tumekuwa tukitafakari kwa ukubwa mateso ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, hata ikawalazimu watu wengine kufunga, hata kukataa mambo ya vyakula ya aina mbalimbali, wakaendelea kumwamini Mungu na kuendelea kujitesa ili waungane na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Inawezekana kwa asili watu wengine wakaacha mambo mbalimbali kipindi hiki cha mfungo wa Pasaka, lakini baada ya Pasaka wakarudia tena yale mambo ambayo waliacha. Ningependa kutoa wito kwa Wakristo kwamba sisi tusifanye vitu vya namna hiyo, kwamba kipindi cha Pasaka tu ndio cha kuacha maovu. Hapana, maovu tunatakiwa tuyaache kabisa, tumrudie Bwana wetu Yesu Kristo, na tunapotafakari mateso yake basi yatufundishe kwamba si vizuri kutenda yale yanayomchukiza yeye, maana ameshateseka sana kwa ajili yetu na ametupatia ukombozi kamili. Kwa ningeomba sana washarika au Wakristo kwa ujumla tusirudi tena kwenye yale mambo yaliyomtesa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa niwakaribishe katika kipindi hiki tunapoingia sasa katika sikukuu ya Pasaka. Tunaposherehekea kwa furaha, tusherekee tukiacha yale yanayomchukiza yeye na tukifanya yale yanayomfurahisha Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa wa Kristo, ningetoa wito kwenu, msirudi tena nyuma. Kuanzia hapa sasa tuende mbele katika utakatifu na wokovu kamili aliyotupatia Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya tarehe 5 mwezi huu wa 4 mwaka wa Bwana 2026 ni siku kuu ya Pasaka, siku ya ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti na kutupatia sisi ushindi. Kwa hiyo tutaendelea kuiadhimisha siku hii kwa furaha na tutaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili ya wokovu kamili aliyotupatia. Niombe sana washarika ama Wakristo kwa ujumla tusherekee kwa amani, kila mtu na jirani yake, kila mtu na rafiki yake, kila mtu asikie amani sana katika kipindi hiki. Niombe washarika tuendelee kuombea taifa letu kuwa na amani, tuendelee kuombea taifa letu kuwa na upendo, na kila mmoja amuonyeshe upendo wake kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuonyesha pale msalabani kwa kuwapenda hata wale maadui zake. Ndivyo tupaswa na sisi kuwapenda hata wale walio maadui zetu. Katika kutafakari Pasaka kwetu kuwe ni kusameheana na hata kupendana zaidi na kushirikishana baraka za wokovu wetu. Napenda sana niwashukuru na kuwakaribisha tena katika Pasaka ya mwaka huu. Basi tusherehekee kwa furaha kabisa tukiwa na matumaini makubwa ya kupata ushindi kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia pale msalabani. Niwatakie nyote furaha na amani katika kusherehekea sikukuu ya Pasaka kwa mwaka huu. Asanteni sana.